السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، katika khutba yetu ya leo ya tarehe 30 Jumada al-Ula, yani mfunguo 8 mwaka wa 1447 tangu hijra ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo inalingana sawa na tarehe 21 wa mwezi wa 11 mwaka wa 2025. Neno ambalo nitapenda nianze nalo kwenye khutba ya leo ni maneno yanayonasibishwa na khalifa wa 4 wa Kiislamu, ibn ammi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Talib, pale aliposema kalimatul haqqi urida biha al-batil. Hayo ni maneno ya kweli, maneno ya haki yanayotumiwa kwa makusudio maovu. Kisoma katika vitabu vya historia ya Kiislamu, hasa katika kipindi cha mwisho cha utawala wake kiongozi huyu mtukufu Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, utakikuta ni kipindi ambacho kiliingia mizozo mingi sana. Kwa ufupi, tangu mwanzo mpaka mwisho wa utawala wake kulitokea waasi waliompinga yeye dhahiri shahir, wakaingia barabarani wakazidhibiti njia wakiwa wamejihami kwa silaha na kufanya uharibifu wa mali, bali walifikia kuwaua watu kwa madai ya kwamba wanataka haki. Haki yenyewe ni kuhukumiwa kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na nembo yao kubwa na kauli yao mbiu ilikuwa la hukma illa lillah. Sisi hatutaki hukumu nyingine yoyote isipokuwa hukumu ya Allah. Kauli hii ikawa imewashawishi na kuwadanganya baadhi ya watu walioisikia, lakini ilipofika kwenye masikio ya Ali bin Abi Talib, kwa kuwa anazijua njama za watu waovu, yeye akasema maneno haya, kalimatul haqqi urida biha al-batil. Haya ni maneno ya kweli, maneno ya haki, lakini yametumiwa kwa makusudio maovu. Hawa lengo lao
ni kutaka kuugawa umma na kuligawa taifa la Kiislamu kwa kufanya uasi wa kumuasi kiongozi mkuu, na mwisho yote ni kumpindua ili watawale wao. Lakini sasa hawana njia ya kufika huko, kwa lazima watumie maneno yatakaowachochea watu kuamini kwamba walichokisimamia ni haki. Kwa kuwa Ali bin Abi Talib ni mwanazuoni mkubwa wa Kiislamu, ni mwanafunzi mkubwa katika wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye anafahamu mbinu za watu waovu, kwa sababu ukisoma Qur'ani na visa vya mitume na wale waliowaasi mitume na kuwakataa, hasa wale waliokuwa na mamlaka au waliokuwa na kauli katika jamii, walitumia kauli za aina hii. Wanatumia maneno ambayo dhahiri yake kama haki, lakini lengo ni kufika kwenye batili yao. Kwenye mchezo huu unatumika, si mchezo mgeni kwa watu wenye maarifa. Na sisi Waislamu walillahi alhamdu, kwa mwongozo wetu ni Qur'an, maarifa hayo wengi wetu tunayo. Watu wanapoleta maneno yao na misemo yao, ni rahisi sisi kuangamua na kujua hapa pana malengo mabaya yaliyofunikwa na maneno mazuri. Kwa ufupi ni kwamba hii ilikuwa ni kauli ya udanganyifu, lakini imetumika maneno mazuri. Malengo ilikuwa ni kumpindua yule mtawala na kuwatia hofu watu, kukosesha amani. Wakati tunaoishi hivi sasa katika nchi yetu hii ya Tanzania na ulimwengu kwa ujumla, lakini mimi nitazungumza bil khusus ndani ya nchi yetu ya Tanzania, kumekuwa na maneno ya chokochoko na lugha za kiuchochezi dhidi ya watawala au viongozi wa Kiislamu wanapokuwa madarakani katika nchi hii, hasa kutoka kwa Wakristo na Wakristo wenyewe, hususan wa Katoliki. Inawezekana wasiwe wote, lakini wengi katika viongozi wao huwa wanafanya hizi chokochoko. Sisi tuliligundua jambo hili muda mrefu, na ndiyo maana ukirejea nyuma kabisa, kabla ya matukio haya, kabla ya mwaka huu, kabla ya utawala huu, ukirudi nyuma ukifuatilia mihadhara yetu, hutuba zetu, darasa zetu na makala mbalimbali, utaona kwamba tunasimamia katika msingi wa watu kuheshimu mamlaka, kuwa na utiifu kwenye mamlaka, kwa sababu ndiyo muongozo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii imekuwa ni agenda yetu ya muda mrefu sana, hatujawahi kubadilika, bali hata walipotokea baadhi ya Waislamu walipoonyesha ishara ya kwamba wanataka kuvunja amani kwa kupitia njia za migomo na maandamano, sisi tulikuwa dhidi yao, kwamba hii si katika njia ya dini yetu na huu si utaratibu. Kwa nini? Kwa sababu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametufundisha 1, 2, 3. Tunatoa miongozo na mafunzo ya kuonyesha watu namna ya kuidai haki yao pale wanapohisi wamedhulumiwa. Mafunzo haya kutoka kwa mtume wao wanayempenda sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na madhara ya kuyakiuka mafunzo haya. Haya ndiyo mafunzo yetu sisi, tumeyatoa kwa muda mrefu. Na kabla ya matukio haya ya Oktoba 29, ukirejea hutuba zetu zaidi, Eid al-Adha,
kudia mfungo 3 na baada ya hapo mihadhara, khutba, ukizirejea utakuta zinalenga kwenye msingi huu, kwa sababu hayo yote ni kutaka kuilinda dini yetu na misingi yake, lakini kuleta utulivu kwenye miji yetu, kwenye nyumba zetu na makazi yetu, kwa sababu siku zote mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hayawi isipokuwa ni haki. Kwa hiyo sisi ikawa kauli zetu sisi siku zote tunapozungumza ni kuwafundisha watu njia za kudai haki. Je, tutadai haki bila ya kuzingatia misingi sahihi? Njia yoyote inaweza ikatumika kudai haki, hata kama njia hiyo italeta uharibifu, hata kama njia hiyo italeta uvunjifu wa amani. Je, kila anayeona kwamba ameonewa anaweza kudai haki yake kwa namna anavyojiona yeye kivyo vyote, hata kama kutatokea uvunjifu wa amani? Je, ni haki ya nani ndiyo ambayo hiyo yatakiwa idaiwe kwa mabavu na uvunjifu wa amani, na haki ya nani yatakiwa idaiwe polepole taratibu bila uvunjifu wa amani? Haya tuliyafundishwa sisi, na si kweli yale yanayoenezwa kwenye mitandao ya kijamii katika kupambanisha baina ya kauli za maaskofu, wachungaji, mapadri kwa upande mmoja na kauli za mashehe kwa upande mmoja, kwamba mashehe wao siku zote wanasisitiza amani, hawazungumzii haki, lakini maaskofu wao wanazungumzia haki, kwa sababu kudai haki na haki ikipatikana ndiyo utakaozalisha amani. Kwa hiyo mashehe wao wazungumzia amani, lakini hawaizungumzii haki. Kadhib. Hayo ni maneno ya uongo, maneno ya mtu ambaye hajaelewa au anakusudia kupotosha. Sisi tunataka haki, kwa sababu Mola wetu sisi aliyetuumba ni wa haki. Dhalika bi anna Allaha huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wa haki, na vyote vinavyoabudiwa kinyume chake Allah ni batil. Dini ya Uislamu ndiyo dini ya haki, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa haki, na sisi Waislamu tumeamrishwa kutendeana haki na kushikamana na haki. Isome sura fupi tu, suratul Asr. Allah subhanahu wa ta'ala atangaza wazi kwamba wanadamu wote watakuwa katika hasara ila wale walioamini na wakatenda amali njema, wakahusiana kushikamana na haki, watawasau bil haq. Kwa sisi haki ni kitu kikubwa sana kwetu, lakini jambo la msingi, haki unaidai vipi? Hapo ndio kwenye matatizo. Wale wanaoitwa kwamba ni wasomi, wana PhD ngapi sijui huko, wana degree ngapi, wameshindwa kulielewa hili, kwa sababu hawana muongozo katika dini yao ya kuongoza kwenye hili. Darasa lao na shule zao hazikuwaongoza katika hili, lakini sisi tunao muongozo kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali dunia nzima inajua kwamba zipo njia za kudai haki. Kweli wewe umeibiwa, umeharibiwa mali yako, basi kwa sababu tu umeonewa katika hilo ndio uvunje amani? Au kumewekwa mahali pa kudai haki? Katika mambo ya kilimwengu ya kawaida tu wao wanajua. Wewe waweza kumpiga huyu mara moja, ukamchapa vibao, ukampiga ngumi, lakini unaona kwamba hapana, kweli ameninyima haki yangu, lakini ziko njia za kudai haki, na hizo ndizo ambazo sisi tunahimiza zifuatwe. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah was-salam. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.
أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد. ndugu zangu waislamu, si kila mtu aliyekuja na lugha tamu na maneno mazuri ana nia njema. Watu wengi wenye nia mbaya hutumia maneno mazuri, maneno matamu ya kiulaghai ili kutangaza bidhaa zao, kutangaza agenda zao, ili kufika kwenye malengo yao au kufikia malengo yao mabaya. Sisi waislamu tumeligundua hili katika nchi hii, kwamba mara nyingi wanapoingia watawala waislamu, basi wakristo wanakuwa hawana raha na uongozi wa yule muislamu. Historia hiyo iko hivyo. Wanafanya mambo mengi sana, na kusudia viongozi wao wanafanya mambo mengi sana ya kuhakikisha wanamtoa katika njia ili kupitisha malengo yao. Lakini wakizungumza wazi, waislamu nyinyi mtushtuka. Kwa hiyo wanatumia njia nyingine ya mbali ili kuwalaghai. Sasa ni wajibu juu yetu sisi kutumia mimbari kama hizi kuwatanabahisha waislamu wenzetu kwamba tusikubali kuingizwa katika mambo haya, tusikubali kuingizwa kwenye mitego hii. Leo maaskofu na mapadre, wanaharakati mbalimbali wanaodai haki za binadamu, wanahabari wa nje na ndani, wanasiasa, wanatumika katika kusukuma upande wa kuzitingisha serikali au watawala wale waislamu. Wanashirikiana katika hilo, na sisi tunalijua hili. Na kauli yao sasa hivi waliokuja nao mwaka huu au kipindi hiki cha utawala huu ni madai ya haki, kwa sababu watu wanatekwa. Nataka niwaulize maswali mimi, maaskofu, mapadre, wachungaji, wanasiasa na wanaharakati na waandishi wa habari na raia wa kawaida tu, katika utawala wa awamu ya 5 hakukuwa na watu waliotekwa? Kama mtakumbuka, na mtakuwa na kumbukumbu nzuri hata kwa watoto wadogo tu wanaokuwa sasa, watakumbuka kwamba msamiati wa watu wasiojulikana ulitaraddadi sana katika kipindi cha utawala wa awamu ya 5. Sasa swali, nyinyi maaskofu mlikuwa wapi? Sasa hapa sisi tunajiuliza maswali, yani sisi waislamu, au kwa sababu huyu ni mkatoliki na huyu ni muislamu? Kwa hiyo alipokuwa mkatoliki katika utawala wake yanatokea haya, wao waliufyata wakakaa kimya, bali alipokuwa akienda kanisani ilikuwa akiombewa. Tunajiuliza maswali kwa sababu mitandao inaripoti sasa amekwenda kuswali kanisa fulani na sasa anaombewa. Ni mambo ya ripoti wenyewe, na haya matukio yalikuwa yakiendelea tena kwa kasi. Mlikuwa wapi? Hebu tufafanulieni jambo hili. Hii haki ina wakati, haki inamtazama mtu, inatazama dini za watu. Kama akiwa mkatoliki haulizi huyo, lakini akiwa muislamu lazima aulizwe. Haki ipi mnayoidai?
Kama mtakumbuka, mimi sizungumzi kwamba nazungumza sasa kwa niaba ya wanasiasa, tuna maswali ya kujiuliza sisi kwa sababu ya hivi vitendo vinavyofanyika na haya matamko yanayotoka. Sisi kama watu wenye akili timamu, watu wenye miongozo katika dini yetu, tunao mambo mengi, tuna maswali mengi yanatutatiza, mpaka mtujibu, mtuaminishe kwamba huu sio udini. Hamumpigi vita rais aliyeko madarakani kwa sababu ya dini yake. Hebu tupeni majibu katika hili, turidhike sisi na sisi tuungane na nyinyi. Maana wanasiasa walidhibitiwa katika kipindi cha awamu ya 5, ikawa hakuna mikutano ya vyama vya siasa. Waliokuchukua fomu za kutaka kugombea pamoja na taaluma walizonazo walionekana kwamba hawajui kusoma wala kuandika. Katika uchaguzi tu wa serikali za mitaa, na walibanwa kikweli kweli, mpaka wengine wakakimbia ughaibuni. Alipoingia mtawala Muislamu, aliwafariji, akawafungulia milango, bwana basi njooni mfanye siasa. Hapo ndipo walipotumia fursa ya kuanza kumtukana huyu aliyewaruhusu na kuona kwamba hatendi haki. Lakini bwana mkubwa yule Mkatoliki ilikuwa yuko sawa. Wafanya biashara, nyinyi mna ushahidi wa kutosha kabisa, pengine kuliko mimi, namna watu walivyokuwa wakiporwa mali zao. Watu wakawa katika hofu kiasi ambacho baadhi ya wawekezaji waliikimbia hii nchi. Leo amekuwa tajiri, kesho anaweza kuwa fakiri. Mambo hayendi. Wafanya biashara, nyinyi mashahidi, muogopeni Mola wenu. Hali ilikuwa ngumu sana katika biashara na watu wakakimbia. Alipoingia Muislamu, haya mambo yaliondoka. Kukawa kuna kazi kubwa ya kuwaaminisha watu kwamba sisi sio kama yule, njooni mfanye biashara. Watu wakabembelezwa mpaka wakaona ni kweli, biashara zikaanza kufunguka. Lakini kosa lake kwa sababu ni Muislamu. Haya yote aliyoyafanya huyu anayeongoza nchi sasa hivi yakawa hayaonekani. Ndipo wakalipuka hawa watu kutoka kanisani kwenye madhabahu huko wakidai haki. Haki ipi? Mlikuwa wapi? Wakatokea wanahabari na wachambuzi wa mambo ya kiuchumi, mambo ya kisiasa, wakaja wakadai haki. Mlikuwa wapi? Wanasiasa hawakubaki nyuma, waandamanaji, raia wa kawaida nao hawakubaki nyuma, wakiwa wanadai haki. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhadaa bilqist wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Maida, sura ya 5 aya ya 8, anatuambia, enyi mlioamini nyinyi, waumini nyinyi, kuweni wasimamizi madhubuti kwa ajili ya Allah kwa kutoa ushahidi wa haki, wala kuchukiana na watu kusiwapelekeeni nyinyi kutofanya uadilifu. Kuweni waadilifu. Kweli mna chuki na Waislamu, hebu kuweni basi na uadilifu. Mbona uadilifu unawashinda? Hebu pimeni mambo wakati ule na sasa, wakati alipokuwa Mkatoliki na wakati sasa yuko Muislamu. Pimeni, wekeni uwiano hayo mambo, alafu muone haya. Msiropoke tu. Sasa nimependa niyatangulize maneno haya, lakini maneno yangu mafupi ni haya ambayo ndio ujumbe wa hotuba hii. Sisi tulikataza watu wasitoke barabarani wakafanya maandamano, wala wasishiriki katika jambo hilo, kwa sababu jambo hili lina hatari, linavunja amani, haki haidaiwi hivyo, kutatokea mauaji, kutatokea uharibiwa mali za watu, kutaingia hofu,
Sio kwamba alikuwa tunajua ghaib, mambo yasiyoonekana, mambo ya mbali, tunajua mambo ya kesho na kesho kutwa. Sisi hatujui ghaib, bali ile miongozo tunayosoma ndiyo inatuelekeza kwamba pakitokea hivi kutakuwa na hili. Na kweli yale sisi tulikuwa tukiwatahadharisha watu wasifanye, kwa sababu madhara yake ni 1, 2, 3. Watu waliyafanya, wakatuona sisi tunatumika vibaya, sisi ni vibaraka. Kwa hiyo acha tuingie barabarani tudai haki yetu, na wengine tunataka nchi yetu. Swali, nchi mliipata? Hawakuipata nchi. Kilichotokea ni nini? Ni mauaji, na asilimia kubwa ya watu waliokufa hawakuwa na hatia, ni watu wamejazwa upepo, na wengine hata hawakushiriki. Lakini linapotokea balaa kama hilo halichagui. Lakini hizi kauli za watu waandamane, wafanye fujo, wachome mali za watu zimetoka wapi? Ukirejea kwenye mitandao, kuna askofu mmoja, askofu huyo anawachochea watu kwenye mitandao, anawaambia wale wanaokaa karibu na vituo vya polisi na nyumba za polisi, choma nyumba zao. Vituo vya mafuta hivi akavitaja jina vya Lake Oil, choma moto. Akataja mambo mengine mbele kwamba hivyo choma. Swali langu kwanza, na maswali kadhaa hapa. Hili swali la kwanza, na wauliza hawa watetezi wa haki za binadamu, wana habari na watu mbalimbali, je, huu sio ugaidi? Huu wa kulipua vituo vya mafuta na kuchoma nyumba za askari na vituo vya, huu sio ugaidi? Twendeni kwa haki. Swali la pili, kauli kama hizi zingetoka msikitini, kwamba huko mahali fulani kuna shekhe amepanda kwenye mimbar anawahamasisha Waislamu watoke wakachome vituo vya mafuta au vituo vya polisi na nyumba zao, na wakaonekana kule vijana wamevaa kanzu na barakashia wanatekeleza hilo, je, hili lisingeitwa ni ugaidi? Au ugaidi mpaka awe Muislamu, lakini akiwa Mkristo si gaidi? Sasa huyu anatoa maelekezo haya na yakafanyika. Inasemekana, sijakuwa na uhakika, lakini inasemekana vituo takriban 38 vya Lake Oil Muislamu vilichoma moto. Kwa nini Lake Oil? Kwa nini zisiwe shule za kanisa? Watu wa kanisa hawana mali? Kwa nini hujuma zielekee kwa Waislamu? Leo kaangaliwa mfanyabiashara mmoja, kesho mwingine wa pili. Sisi tunaona kwamba tupigania haki kuchoma mali ya mtu kwa kufanyaje? Sasa askofu kama huyu azungumza maneno haya, swali, sio ugaidi? Wallahi huu ndio ugaidi wenyewe. Ugaidi bwana hauna dini, wala hauna kabila, wala hauna mji, wala hauna madhehebu. Hawa ni magaidi waliofanya haya, na hawa walioamrisha. Jambo la ajabu sasa, nchi imefika katika kipindi hiki kigumu, eti watokee maaskofu watu wa waraka wakilaumu, wakibeza na kusikitishwa. Nyinyi ndio mlikuwa mkihalalisha hili. Nataka kuambia Waislamu tusitumike na agenda mbovu kama hizi, tusitumiwe. Na niliwahi kuzungumza siku za nyuma kwamba kama wao hawana mafunzo ya kuelekeza namna ya kufanya, sisi Waislamu tunayo mafunzo yetu kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanayotuelekeza namna ya kufanya. Lakini mkitoka hapa mkatafakari tu yale mnaoyaona katika mitandao, ambayo baadhi ya vyombo vya habari vikubwa vya nje ya nchi na vingine vya ndani ya nchi vinayaripoti, hebu yatazameni yale matukio. Huu sio ugaidi? Mkavamia katika kituo cha watu, mkabeba mitungi ya gesi, mkaondoka nao, pengine maisha yako uje kutumia gesi, lakini wabeba wenda nini? Kwa sababu hiki cha Muislamu.
Sasa swali, huyu ndiye mnemdai haki? Si mnadai haki? Ndiyo huyu mmechoma mabasi. Sina haja kuyataja majina. Lakini mabasi ambayo wengi katika wamiliki wake ni Waislamu walikwenda wakayachoma moto. Hawa ndio mnaowadai haki? Mimi siamini kwamba majengo kama makanisa na mahospitali ya kanisa hawajayaona. Siamini hivyo. Walikusudia. Siamini kwamba hawakuona mali za Wakristo wenzao. Siamini hivyo. Maneno haya kama yatatumika kwamba ni uchochezi na ni udini, na iwe hivyo. Lakini mimi siamini hivyo. Hapa pana agenda. Sasa nauliza swali jingine. Mtu anapokuvamia nyumbani kwako ili akupore mali yako, amevamia kwenye shamba lako ili aharibu mazao yako, amevamia kwenye renchi yako ili awahujumu wanyama wako, ukapambana naye, pengine ni kikundi cha watu 20 30, ukamuua au na wewe wakakuua, ni sawa atokie mtu adai kwamba wale walikuwa na haki? Sisi tuwaona vibaka tu, waiba simu pengine ya kitochi shilingi 40,000. Nyinyi wananchi ndio mnaotoka barabarani na petroli na matairi mkampiga na mkamuua na mkamchoma moto. Basi simu ya shilingi 40,000 kaiba sufuria, leo akaharibu mali ya mabilioni bila sababu yoyote, kwa kisingizio kwamba adai haki. Nyinyi maskofu mko wapi? Hapa pana maneno ukiangalia dhahiri yake ni ya haki, lakini yana makusudio mabaya, maovu. Hawa watatuharibia nchi, watapoteza mwelekeo wa nchi, kwa sababu Waislamu nao watakapokuja sasa kudai haki zao kwa njia kama hiyo, msiwalaumu. Waislamu wana haki nyingi za kudai. Washaona kwamba kumbe tukitaka haki yetu tutumie njia hii, waweza kuwadhibiti Waislamu. Mtu anayetoka aona kwamba mimi nikifa nenda peponi, waweza kumdhibiti? Wanaweza kudhibitiwa Waislamu kwa miongozo ya kutoka kwa mtume wao sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini msitudanganye Waislamu, tusidanganyike. Hizi hali hakuna kitu kingine. Katika hutuba moja nilitoa kwamba kuna sababu zinazopelekea mambo haya, labda ukabila, labda hivi, lakini kataja udini. Na wallahi wa billahi, kwa haya yote tuliyosoma mpaka kufika Oktoba 29, 2025, tumebainikiwa kwamba ni udini ulio wazi kabisa. Leo sasa hivi wanahamasishwa vijana tena watoke Disemba 9, wakaidai hiyo haki yao, na haki yenyewe ni kumpindua rais ile kwa madarakani. Wewe Muislamu utakubali ujinga huu? Sasa hutuba zetu nyingine zitaendelea kulifafanua hilo. Wamtaka nani sasa awe rais, ambaye huyo sasa ndio mwadilifu kwetu? Rais gani mnemtaka nyinyi? Na hiyo ndio njia sawa au si sawa au kadha? Lakini mimi maneno yangu ni hayo, kwamba hizi ni kauli za uongo, zimedhihirishwa katika sura. Tunataka haki bwana, itendeke bwana, haki bwana, sio wa kweli, waongo. Sisi tunasema haki lazima iwepo mahali popote, itawale haki na uadilifu, usawa mahali panapostahili usawa, lakini amani iendelee kutunzwa. Na kuna njia za kudai haki, hii mahakama za ndani au za nje, hata mahakama ya Kiislamu na vinginevyo, kuna taratibu za kudai haki. Lakini sisi hatusemi kwanza amani kwanza alafu haki baadaye. Hatusemi hivyo. Haki wakati wote iko. Lakini kweli maaskofu, mapadre, wachungaji, waandishi wa habari, wanasiasa, waandamanaji, kweli mwataka haki? Ni kweli? Tutasema kalimatu alhaqi urida biha albatil. Allahumma man arada bina
وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك لا تؤاخذنا بذنوبنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في كل مكان انصرهم على عدوهم وعدوك يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم صلى الله عليه وسلم